Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, nikope lako sikio ili nikuchanganulie mengi zaidi. Sijawahi ona serikali ambayo badala ya kuwapea vijana kazi inawalipa vijisenti. Ili kuweza kuandamana. Yaani serikali inajiandalia maandamano ndiposa kuambia ulimwengu kwamba wanatambulika kwamba wao ndio wako madarakani. Tukiandaa maandamano sisi tunapigwa risasi na tunauawa. Wanatuambia kwamba maandamano yetu ni kinyume na katiba. Lakini serikali inaandaa maandamano kulalamikia wahubiri wa kanisa. Hii leo siku ya Jumatatu tarehe 5 Januari mwaka 2026, serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan iliweza kuwalipa Wakatoliki mchongo, yaani watu ambao walijifanya kwamba wao ni Wakatoliki, kuenda kuandamana katika afisi za Vatican Dar es Salaam, yaani Tanzania. Na cha kushangaza, wanajifanya kwamba wao ni waumini wa kanisa la Katoliki, eti kwamba wanalalamikia uongozi wa kanisa Katoliki. Mbona wanapiga serikali msasa? Eti kwamba wale ambao walilipwa kuandamana wanamkosoa Kitima na Padri Thaddeus Ruwa'ichi kwa kukosoa serikali. Ebu pata taswira jinsi ambavyo waliweza kumiminika katika afisi za Vatican Dar es Salaam, yani Tanzania, kuniradhi. Hawana hata rosali. Ebu jiulize, hawa watu wanaonekana kwamba ni Wakatoliki kweli? Hapa Dar es Salaam, hawa ambao wanaodai kuwa ni waumini wa kanisa Katoliki leo Januari tarehe 5 mwaka 2026 walifika katika ubalozi wa Vatican kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Jude Thaddeus Ruwa'ichi pamoja na katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima. Hao waumini mchongo wanadai lugha iliyotumiwa madhabahuni na Kardinali Ruwa'ichi wakati wa misa ya Krismasi tarehe 25 mwaka 2025 Disemba ilikuwa na mwelekeo wa ukali, vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho ya upendo. Aidha, malalamiko hayo yanamhusisha Padri Dr. Kitima ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake
kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Sasa mpenzi mtazamaji, ninakumbuka Askofu Kardinali Ruwa'ichi alimkosoa vikali jamaa mmoja mwenye alijifanya kwamba yeye ni Mkatoliki, ambaye alienda kumkosoa, yani alienda kumshtaki Padri Kitima. Akamwambia kwamba wewe tunajua unatumika na serikali na umelipwa vijisenti, eti kwamba hayo maneno tu ambayo Askofu Kardinali Ruwa'ichi aliyoyasema ndiyo yamepandisha mori hawa Wakatoliki mchongo kuenda kuwasilisha kesi katika afisi za Vatican Dar es Salaam. Hapa ndipo serikali imefika, yaani wanataka kugawanyana dini ya Katoliki Tanzania, kwa sababu wanajua kwamba dini ya Katoliki ipo na ushawishi, wanataka kuigawanya. Mnakumbuka vizuri, hii dini ya Katoliki ndiyo iliweza kujitokeza moja kwa moja na ikasema kwamba askari Tanzania walienda mpaka kwenye mahospitali kuwatoa wagonjwa mahospitali na kuwapeleka kwenye mochari, alafu watu wanalipwa vijisenti kuandamana. Baada ya waumini kutumia haki yao ya halali kumwandikia balozi wa Vatican, askofu huyu alitumia madhabahu, mahali patakatifu pa neno la Mungu, kuwatusi waumini hadharani kwa maneno kama yafuatayo. Nafikiri wote mmesikia. Aliita baadhi ya watu marofa, wana njaa, wapumbavu na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5 mstari wa 22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, Canon Law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanoni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanoni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanoni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Cha kushangaza zaidi, walipoulizwa maswali na wanahabari kwamba ili tuweza kudhibitisha kwamba nyinyi ni Wakatoliki halisi, hebu tuelezee hata sala moja. Tunajua kwamba Mkatoliki kamili yupo na kitambulisho. Kitambulisho chenu kiko wapi? Wakashindwa hata kujibu. Yaani hata mtoto mdogo wa chekechea lazima atajua kwamba hawa walilipwa kuandamana. Mimi naitwa James, natoka Tochi Media. Nilikuwa nauliza, nyie mmesema ni Wakatoliki, nilikuwa nataka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Lakini pia ili uwe Mkatoliki, ngoja malize, ili uwe Mkatoliki ukishabatizwa lazima uwe na kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyeshe vile namba zile, hata kitambulisho cha mfano, ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ndio waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba umeuliza Ukatoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa na safari ya kusafiri, si ndio? Aha. Yaani wapenzi watazamaji, hata nyimbo ambazo walikuwa wanaimba katika afisi hizo
za Vatican zinawasaliti peupe kwamba wao si Wakatoliki. Umewahi sikia wapi sisi Wakatoliki tukiwa kanisani tunaimba mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba? Hatujakataa. Hizo ni nyimbo za kumsifu na kumtukuka aliye juu mbinguni, Mwenyezi Mungu. Lakini katika dini yetu ya Katoliki hizo nyimbo hatuimbi. Hizo nyimbo ni za dini nyingine ya Wakristo kama vile PAG na nyingine, lakini sisi haujawahi kutusikia tukiimba nyimbo kama hizo. Unaweza ukatusikia tukiimba Papa pokea vyote, Papa pokea vyote twa vile, mambo kama hayo, lakini sio mambo kama haya ambayo walikuwa wanaimba. Na ndio maana Watanzania wamejitokeza na kusema kwamba wale watu walikuwa ni Wakatoliki mchongo waliolipwa ili kuandamana kwa niaba ya serikali. Sasa ndugu zangu wa Tanzania wameweza kujitokeza na kusema kwamba wale hawakukuwa Wakatoliki kamili, bali walikuwa ni Wakatoliki mchongo ambao walilipwa kuweza kutimiza lengo la serikali. Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba. 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 Huwezi ukashindana na Mungu ukawa salama. Liogopeni sana neno la Mungu, msimchezeni Mungu. Jamani wapenzi wangu, wale watu sio Roma Katoliki, hapana. Wale wametoka kwa Mwamposa. Mwamposa akapewa hela nyingi, kachukua waumini wake kujifanya Roman Catholic, kwenda kuichafua Roman Catholic. Na ambacho naweza nikasema tu kwamba yule ambaye amekaa mbele pale, kwa sababu kama mnajua Pastor Kitima, Padri Kitima wamemshindwa, wamejitahidi kumtafuta, wamemshindwa. Ila japokuwa wanaendelea kumfuatilia. Na yule msenga amekaa mbele yao kalipwa milioni 10. Kapewa milioni 10, lakini wale waumini wengine wa Mwamposa wamepewa 50,050 kila mtu. 50,050 kila mtu. Hiyo sio kitu kizuri. Mwamposa kwa kutumika kufanya usengi wa namna hii kuichafua Katoliki sio vizuri. Lakini atakutokea puani soon. Mwamposa unachokitafuta utakipata. Wale ni wale ambao wanapakaga wale wanaopewa mafuta ya upako. Wanapewa si mafuta, wanapewa si maji, yametoka si baharini, sio yametoka kwa Mungu, yametoka si wapi. Ndio amejazana pale. Wale sio Roman Catholic, wale ni waumini wa Mwamposa. Hilo mlijue zaidi ya 200%. Kuna vitu ndakwaje kuja kuwaletea details na evidence. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu tafadhali, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription. Sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili tuendelee kukaa familia kubwa. Tuna imani ya kujenga uhusiano wa wananchi. Tunatazamia kujenga kituo hichi kama chombo cha wananchi ambacho kinapitisha ujumbe kuelekea kwa serikali na ulimwengu mzima. Karibu tusonge mbele. Yaani kwa mara ya kwanza tunaona serikali ambayo ipo na wasiwasi na dini. Yaani tunaona serikali ambayo ipo na wasiwasi na dini ya Katoliki. Yaani kwa sababu Katoliki imeweza kusimama
na msimamo imara, wamekataa kwamba hapakukuwepo na uchaguzi, na wamekataa utekaji Tanzania, na wamekataa unyanyasaji. Ndio maana serikali inachukua jukumu la kuwalipa wananchi kuandamana kupinga Padri Kitima. Yaani hata hizi hela ambazo wamelipa hawa vijana kwenda kuandamana, hawakumbuki kwamba ndani ya Tanzania hatuna maji safi. Hawakumbuki kwamba hakuna kazi kwa vijana. Badala ya kuwapea vijisenti ambavyo vitaisha siku moja, si wawaundia ajira. Badala ya kutatua matatizo ambayo yanawasumbua wananchi kama vile ukosefu wa barabara, miundo msingi. Nimeona SGR Tanzania ikisimamishwa kutofanya kazi. Mbona wasiunde miundo msingi kama hiyo badala ya kutumia pesa za wananchi kulipa waumini wa kanisa Katoliki kuleta mgawanyiko? Je, unahisi ni kwa nini serikali imechukua jukumu la kulipa waumini kuandamana kupinga Padri Kitima na Askofu Ruwaichi? Nambari moja, mimi ninaona kwamba kuna mgongano kati ya kanisa na serikali. Mgongano wa mamlaka. Vita vya uhalali, legitimacy. Yaani serikali inataka kupiga vita ili iweze kutambulika kwamba wao ndio serikali halali. Kumbuka kwamba Katoliki ilisema kwamba hapakukuwepo na uchaguzi, lakini serikali inataka kusema kwamba wao ndio waliweza kuchaguliwa, na wanataka kuhakikishia Padri Kitima kwamba hata waumini wa Katoliki waliweza kumchagua Samia, na ndio maana wameweza kuwalipa watu kujifanya kwamba wao ndio Wakatoliki mchongo kwenda kuandamana. Kanisa Katoliki linaaminika sana kijamii kuliko taasisi nyingi za serikali, na kitu ambacho kimeweza kufanya kanisa Katoliki kuaminika kushinda hata serikali ni mambo mengi. Na Padri Kitima kupitia kwa taasisi ya TEC ambayo anaiongoza kama katibu mkuu amejijengea mamlaka ya maadili, yani moral authority, kwa kukosoa. Mfano, Padri Kitima amekuwa akikosoa utekaji. Padri Kitima amekuwa akikosoa ukandamizaji wa siasa Tanzania, kama vile kumteka mtu mwenye anaitwa Tundu Lissu, kumteka mtu mwenye anaitwa Humphrey Polepole na watu wengine. Padri Kitima amekuwa mstari wa mbele kukosoa uchaguzi usiokuwa huru kama huu ambao uliandaliwa Oktoba 29. Hayo yameweza kuuma serikali, na serikali hii imeweza kuona kwamba sauti kama hiyo ya Padri Kitima na Katoliki ni tishio la kisiasa, hata kama imeweza kutoka kanisani. Na ndio maana wameweza kulipana, watu wajifanye kwamba wao ni waumini wa Katoliki kwenda kuandamana. Yaani mpaka Waislamu wako hapa kwenda kuandamana. Tutafika mbinguni tukiwa tumechoka. Nambari 2, hii ni mbinu ya kumchafulia Padri Kitima jina na kanisa la Katoliki jina. Hii ni mbinu ya kuchafulia kanisa la Katoliki jina na Padri Kitima jina, eti kwamba kanisa Katoliki imeweza kuingia kwenye siasa. Mimi naona kwamba hii ni mbinu ya kuchafulia Padri Kitima jina na kanisa jina. Nambari 3, hii ni mbinu ya kutaka kugawanyana kanisa. Wanataka kugawanya kanisa la Tanzania. Na unajua kwenye ulingo wa siasa, wanasiasa wengi sana wanaamini kutumia mbinu ya tenga tawala au gawanya tawala, divide and rule. Sasa Samia anataka kutumia mbinu hiyo kuweza kuambia Padri Kitima kwamba hata hiyo Katoliki ambayo unaongoza, kuna wale ambao hawajaweza kuridhika na mwongozo wako. Nambari 3, yani nambari 4, mimi ninaona hii mbinu kama njia moja
ya serikali hii haramu ya Samia kutaka kuondoa uzito wa ujumbe ambao ulitoka kwa Padri Kitima na Kanisa Katoliki kwamba uchaguzi haukufanyika. Pili, palikuwepo na maafisa wa serikali wa polisi ambao walienda kutoa wananchi kwenye mahospitali na kuwapeleka mochari. Sina mengi ila kusema ukweli, serikali imeweza kupoteza uhalisia, na hii ni hofu halisi ya serikali. Ikifika mahala ambapo serikali inalipana wananchi waweze kuandamana kuitetea serikali, jua kwamba serikali imeweza kuingia kwenye hofu, na kanisa kuwa sauti ya upinzani imeweza kukera serikali. Yaani serikali ilikuwa inataka kwamba serikali ilikuwa inataka kwamba Kanisa Katoliki waweze kuunga uovu ambao Samia anafanya. Lakini wamepata kwamba Kanisa Katoliki tumesimama imara na kukataa ujinga na uongozi ambao hauna mwelekeo. Sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Unaona kweli hii serikali iko na uimara kipindi ambapo inalipa wananchi kwenda kuandamana?